Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya 15 ya mfungo na maombi tuliyokuwa nayo tangu siku ya kwanza. Asante kwa uaminifu wako na mkono wako. Pokea sifa Bwana Yesu na utukufu. Asante kwa ajili ya siku ya Jumatatu ya leo, pia mwanzo wa wiki tena, wiki ya mwisho ya mfungo, na sasa tunaendelea mbele, nguvu hata nguvu. Neema ya Kristo juu ya maisha yetu ni kubwa mno, katika jina la Yesu aliye hai. Tena siku ya leo Mungu utatuhudumia kwa neno na kwa maombi, na utukufu wako utakuwa mkubwa mno juu ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya 12 ya 15 sura ya mfungo. Tunaendelea mbele, nguvu hata nguvu. Leo nataka wiki hii, siku ya Jumatatu, leo Jumanne, Jumatatu, tuombee hili jambo, kutembea katika nguvu za Mungu 2026. Kutembea katika nguvu za Mungu 2026. Kwa hiyo siku hizi tatu tutawekeza kuomba Mungu aachilie nguvu kutembea na yeye mwaka 2026. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Mathayo 11 mstari wa 12. Biblia inasema hivi. Nikusomee. Neno la Mungu linasema hivi: tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wanauteka. Ufalme wa Mungu upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wanauteka. Ili uweze kuteka baraka zako mwaka huu, lazima uwekeze kutafuta nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ndizo zitakazokusaidia kuataki maadui zako, ili wakuletee marejesho yako, urejesho wako. Kama Mungu anataka kurejesha kitu, ataachilia nguvu ndani yako, na hiyo nguvu ndani yako ikishajaa, adui anapenda speli, ataachilia vitu vyako. Amen. Watu wanapenda speli, wataachilia vitu vyako. Mifumo ya dunia inapenda ispende, itahakikisha kwamba vitu vyako vinarejea. Na siri iliyojificha kuvimiliki vitu vyako ni Mungu kukupa nguvu, ni Mungu kukutia nguvu, ni Mungu kuwezesha nguvu, ni Mungu kuachilia nguvu. Kwa nini nguvu za Mungu? Kwa sababu nguvu za Mungu ndizo zinaweza kutaka vile vitu vyako vilivyoibiwa. Katika kile kitabu cha Yoeli 2:25 cha unabii wa mwaka, anasema nami nitawarejeshea miaka iliyoliwa na madumaru na tunutu na nzige. Ili unapotafakari neno anasema nami nitawarejeshea, vilikuwa vimeelewa, maana viliibiwa. Sasa Mungu mwenyewe kwa nguvu za Mungu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Yesu Kristo mwenyewe, anatuma majeshi yake, wanakwenda kurejesha vile vitu vilivyoshindikana katika jina la Yesu. Amen. Kwa nini Yesu amekufa msalabani? Ili kurejesha kilichopotea. Anasema mimi nalikuja kurejesha kilichopotea. Kiliibiwa na mwovu, Ibilisi alichukua pale Edeni,
anakaza kuturejeshea ile nafasi tuliyoipoteza tangu mwanzo. Sasa ili Yesu aweze kusimama kurejesha, Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake.